Leo nitakutajia mistari 21 ya Biblia ambayo ina nguvu kiasi kwamba wachawi na waganga hawataki ujue kabisa. Wako tayari wewe ujue mistari yote kwenye Biblia, lakini sio mistari hii 21 ambayo nakwenda kukutajia siku ya leo. Maana utakapojua mistari hii, hakuna nguvu yote ya giza itakayoweza kusimama kwenye maisha yako, iwe ni kwenye eneo lako la biashara, iwe ni kwenye eneo lako la kazi, ama kwenye eneo lako la uchumi. Hii mistari 21 ya Biblia sio mistari ya kawaida, bali hizi ni silaha za maangamizi. Na mistari hii ni vizuri sana kama utaitumia kwenye maombi ya usiku wa manane. Na maanisha inatakiwa iwe saa 8 usiku au saa 9 kamili usiku. Sasa napokwenda kuonyesha mistari hii 21 ya Biblia ambayo wachawi na waganga hawataki uijue, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo, ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya huwa wa kwanza kuyapata. Kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike mahali pale. Mungu akubariki sana. Sasa mstari wa kwanza ambao wachawi na waganga hawataki wewe uweze kujua ni kitabu kile cha Isaya sura ya 54 na ule mstari wa 17 inayosema, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika kuhukumu utahukumu. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inatoka kwangu mimi, asema Bwana. Huu ni mstari ambao unatumika ili kuua kila silaha ambayo inatoka kwa adui. Inawezekana wachawi wanatumia magonjwa kwenye maisha yako kama silaha, wanakutumia majini kama silaha, wanakutumia chuma ulete kama silaha, wanakutumia vitu vya aina mbalimbali kwenye maisha yako kama silaha. Lakini mstari huu una target zaidi kuweza kukusaidia wewe kwamba kila silaha inayokuwa inafanyika juu ya maisha yako isiweze kufanikiwa. Sasa unaomba vipi kwa kutumia mstari huu wa Biblia? Unaingia kwenye maombi, unasema hivi: Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila silaha ya magonjwa inayofanyika kwenye maisha yangu, silaha ya kuonewa, silaha ya kukosa kibali ambayo wachawi na waganga wanaifanya juu ya maisha yangu, kuanzia siku ya leo silaha hiyo haitafanikiwa kabisa katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Haitaweza kuharibu maisha yangu wala haitaweza kubomoa maisha yangu katika jina la Yesu. Amen. Na mstari wa pili ambao una nguvu sana kiasi kwamba wachawi na waganga hawataki wewe uweze kujua ni ule mstari unaotoka katika kile kitabu cha Luka sura ya 10 na ule mstari wa 19 inayosema, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitakachowadhuru. Unapotumia mstari huu wa Biblia, unachokifanya mstari huu huwa unakupa nguvu za kuwaseta maadui zako chini ya miguu yako, unakupa nguvu za kuangusha maadui zako chini ya miguu yako. Kwa hiyo kama unaingia kwenye maombi kwa kutumia mstari huu wa Biblia, unaweza kaingia kwenye maombi ukasema hivi: Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninakanyaga kila nguvu ya adui ambayo inasimama kwenye maisha yangu, inayosimama kwenye uchumi wangu ninaikanyaga, inayosimama kwa watoto wangu ninaikanyaga, inayosimama kwenye kazi zangu ninaikanyaga, inayosimama kwenye biashara yangu ninaikanyaga. Kuanzia siku ya leo, nguvu hizo za adui hazitaweza kunidhuru kuanzia sasa, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Na mstari wa tatu ambao wachawi na waganga hawataki wewe siku ya leo uweze kujua, kwa sababu una nguvu sana, ni ule mstari unaotoka kwenye kitabu cha Zaburi sura 91 mstari wa kwanza mpaka ule wa pili inayosema, aketie mahali pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema, Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Unaona, mstari huu unakupa nguvu na unakupa matumaini. Yaani mstari huu unakuweka sehemu ambayo unamwona Mungu kama ngome yako, unamwona Mungu ni kama ngao yako, unamwona Mungu ni kama Mungu ambaye yuko tayari kusaidia wewe kutoka kwenye shida yote ile. Kwa mstari huu unaweza kutumia hivi kwenye maombi. Unaweza kusema, Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, wewe ndio ngome yangu, wewe ndio ulinzi wangu, wewe ndio mwamba wangu. Mungu, ninajiweka kwenye ulinzi wako kuanzia sasa, ninajiweka chini yako kuanzia sasa. Ninaamini Mungu ukiwa mwamba wangu, hakuna nguvu yote ya adui ambayo inaweza kanidhuru. Naamini Mungu ukiwa ni kiongozi wangu, hakuna nguvu yote ya adui ambayo inaweza kaniharibu, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Na mstari wa 4 ambao una nguvu sana kiasi kwamba wachawi na waganga hawataki kujua, wachawi na waganga wanaogopa sana, ni ule mstari unaotoka katika kitabu cha Zaburi sura 91 na ule mstari wa 10 inayosema, mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Mstari huu unatoa ahadi ya kwamba wewe, mabaya yanaweza kuwapata watu wengi, lakini mabaya hayatakupata wewe. Unapoona wafanyabiashara wenzako wanapata hasara, watu wengine wanaumwa, watu wengine wanapata matatizo, mstari huu unakuhakikishia kwamba wewe mambo hayo hayatakupata kabisa. Kwa mstari huu unaweza ukautumiaje sasa kwenye maombi yako ya usiku? Unaweza ukaingia kwenye maombi ukasema hivi, au ukaomba hivi: Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, umesema katika maandiko yako kwamba mabaya hayatanipata mimi wala hayatakaribia hema yangu. Mungu, kuanzia siku ya leo ninatangaza kwamba magonjwa hayatanipata mimi, hasara haitanipata mimi, uchawi hautanipata mimi, uganga hautanipata mimi, wala chochote kile kibaya ambacho adui anakipanga kwenye maisha yangu hakitaweza kunipata, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Na mstari wa 5 ambao una nguvu sana, ambao unaweza kutumia ili kuangamiza maadui zako, ni ule mstari unaotoka katika kile kitabu cha Zaburi sura 91 na ule mstari wa 11 inayosema, kwa kuwa atawaagiza malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mstari huu unapoutumia
unawafanya wale malaika wa ulinzi, unafanya yule malaika Mikaeli ambaye anadili na sekta ya ulinzi kule mbinguni, anakuwa anakuzunguka, anakuwa anazunguka watoto wako, anakuwa anazunguka biashara zako. Na mstari huu unawezaje kuutumia kwenye maombi? Unaweza kuingia kwenye maombi yako usiku wa manane ukasema hivi: Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai, ninaomba kuanzia sasa malaika zako wakanilinde kwenye njia zangu zote. Ninapotembea Bwana wakanilinde, ninapofanya kazi Bwana wakanilinde, ninapokuwa nyumbani kwangu ni wakanilinde, ninapokuwa katika kazi zangu wakanilinde kwa mamlaka ya jina la Yesu. Lakini wasinilinde tu mimi Bwana, bali wakanilinde na familia yangu yote kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Lakini pia mstari wa 6 ambao una nguvu sana, ambao wachawi na waganga hawataki waweze kujua, ni ule mstari unaotoka kwenye kile kitabu cha Zaburi sura 27 na ule mstari wa kwanza unaosema, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome yangu ya uzima wangu, nimhofu nani? Unaona, mstari huu unakuhakikishia kwamba hutakiwi kuogopa kwenye jambo lolote unalopita. Unapopita kwenye mauti, unapopita kwenye magonjwa, unapopita kwenye matatizo, unapopita kwenye kukosa, hautakiwi kuogopa kitu chochote, kwa sababu Bwana ni ngome yako na uzima wako. Hautakiwi kumhofu mtu yeyote. Sasa mstari huu unawezaje kutumia kwenye maombi? Unaweza kutumia kwenye maombi ukasema hivi: Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, magonjwa haya sitaweza kuyahofu, ugonjwa huu sitaweza kuogopa, kukataliwa huku sitaweza kuogopa, majaribu haya sitaweza kuyaogopa, sababu wewe ni ngome yangu na uzima wangu. Sitamwogopa mtu yeyote kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amen. Na mstari wa 7 ni ule mstari unaotoka kwenye kile kitabu cha Zaburi sura ya 35 na ule mstari wa kwanza unaosema, Bwana, shindana nao wanaoshindana nami, pigana nao wanaopigana nami. Mstari huu unakuwa ni kama unaelekeza vita ambavyo uko nayo wewe, unampa Mungu aweze kuipigana. Vile vitu unavyopitia wewe, unampa Mungu aweze kushindania. Na mstari huu unawezaje kutumia kwenye maombi? Mstari huu unaweza kutumia kwenye maombi, ukaingia kwenye maombi ukasema hivi: Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaomba ukapigane na wanaopigana biashara yangu, ukanipiganie na wanaopigana afya yangu, ukapigane wanaopigana mke wangu, ukapigane wanaopigana mume wangu, ukapigane na wanaopigana familia yangu. Lolote hilo nalolifanya Bwana, na mtu yote akiwa ananipigana na mimi, Mungu naomba ukanipiganie kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Najiweka mbele zako kuanzia sasa, najiweka kwenye ulinzi wako kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Na mstari wa 8 ambao wachawi na waganga hawatamani wewe uweze kujua, ni ule mstari unaotoka katika kile kitabu cha Zaburi sura ya 34 na ule mstari wa 7 unaosema, malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazunguka wamchao na kuwaokoa. Mstari huu unakuhakikishia kwamba wewe unayemcha Bwana, wewe unayemtumikia Mungu, wewe uliyemweka Mungu kama nguvu zako, kama ngome yako, malaika zake huwa wanakuja kuzungukia automatically. Kwa hiyo mistari hii inaonyesha ahadi ya Mungu juu ya maisha yako. Unapoona mstari wote wa Biblia ambao unaonyesha ahadi ya Mungu juu ya jambo fulani, utakiwa kuingia kuomba. Unachotakiwa unaingia na kukiri ili ahadi ile iweze kutimia. Kwa hiyo utaingia kwenye maombi ya kukiri, utasema, Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, umesema kwenye neno lako ya kwamba malaika zako hufanya kituo kwa wale wanaokukucha wewe. Baba, mimi ninakukucha wewe. Naomba malaika zako wakafanya kituo usiku huu, wakafanya kituo kwenye biashara yangu, wakafanya kituo kwenye kazi zangu, wakafanya kituo kwa watoto wangu, wakafanya kituo kwenye yote yale ambayo nayafanya. Malaika zako Bwana wakafanya kituo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Lakini mstari wa 9 ambao una nguvu sana, ambao wachawi na waganga watamani wewe uweze kujua, ni ule mstari ambao unatoka kwenye kitabu cha Zaburi sura 121 na ule mstari wa 7 unaosema, Bwana atakulinda na mabaya yote, atailinda nafsi yako. Mstari huu ni kama ahadi, na nimekwambia kwenye mistari ya ahadi ambayo Mungu ametoa ahadi kwa uombi, unaingia kwenye maombi ya kukiri, unaingia kwenye maombi ya kutamka, unaingia kwenye maombi ya confession, maombi ya kudecree na kudeclare. Kwa unaweza kuingia kwenye maombi hayo ukasema, Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai, Mungu umesema kwamba utanilinda na mabaya yote, utanilinda na maovu yote. Baba, siku ya leo ninaomba ukanilinde na mabaya yote. Ninatamka kwamba biashara yangu inalindwa na Mungu, biashara yangu inaindwa na Mungu, kazi zangu zinaindwa na Mungu. Ninakiri ya kwamba hakuna mabaya yote ambayo ataweza kunipata kwenye maisha yangu, hakuna maovu yote atakayoweza kunipata kwenye maisha yangu kuanzia siku ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amen. Na mstari wa 10 ambao wachawi wanaogopa na waganga hawatamani wewe uweze kujua, ni ule mstari wa Biblia unaotoka kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 23 na mstari wa 4 unaosema, naam, nijapopita katika bonde ya uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe uko pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Mstari huu unakuonyesha kwamba kupita kwenye mabonde utapita, kupita kwenye mapito utapita, kupita kwenye kupungukiwa utapita, lakini utakapopita usiogope mabaya yote, kwa sababu ushindi ni lazima. No matter umepitia kwenye ile jaribu unayopitia kwa muda gani, no matter umepitia kwenye ile kitu unachopitia kwa muda gani, lakini mstari huu unakupa uhakika
ya kwamba hata kama utapita, lakini utatoka ukiwa salama. Kwa hiyo wewe unaweza kaingia kwenye maombi ukasema, Baba, kwa mamlaka ya jina Yesu, siogopi mabaya ninayopitia, siogopi shida ninazopitia, siogopi magonjwa ninayopitia, siogopi kukosa ninakopitia, kwa sababu naamini Mungu, wewe uko pamoja na mimi, wewe hujaniacha, wewe hujanitupa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, ninajiweka chini ya ulinzi wako kuanzia sasa, najiweka chini ya mamlaka yako kuanzia sasa, nikiamini ya kwamba Mungu uko pamoja na mimi, Mungu hujaniacha, Mungu hautanipungukia, katika jina la Yesu. Amen. Sasa napokwenda kuonyesha mstari wa 11 wa Biblia ambao wachawi wanaogopa kuliko wote na waganga watamani kuweza kujua, kama bado haujasubscribe channel yetu na unabarikiwa sana mpaka hapa tulipofika, unaweza ukasubscribe pale ulipo, ili kipindi ninachokuletea mafundisho mazuri kama haya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike mahali pale. Mungu akubariki. Na mstari wa 11 ambao una nguvu sana, ambao wachawi na waganga watamani wewe uweze kujua, ni ule mstari unaotoka kwenye kitabu cha Thesalonika wa pili, ile sura ya 3 na mstari wa 3 inayosema, lakini Bwana ni mwaminifu, atakayewafanya imara na kuwalinda na yule mwovu. Mstari huu unakupa uhakika kwamba Bwana atafanya mambo makubwa mawili kwenye maisha yako. La kwanza, atakufanya uwe imara, lakini la pili, atakulinda na yule mwovu. Kwa hiyo utakachokifanya, utaingia kwenye maombi yako, utasema, Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, ninaomba unifanye imara kuanzia sasa. Kwenye biashara yangu ukaniimarishe, kwenye kazi zangu ukaniimarishe, kwenye ndoa yangu ukaniimarishe. Lakini Mungu, sio hivyo tu, bali Bwana, ninaomba ukanilinde na yule mwovu kuanzia sasa, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Na mstari wa 12 wenye nguvu ni ule mstari unaotoka kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 4 na ule mstari wa 7 inayosema, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Anasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Mstari huu unatuonyesha kwamba ili shetani aweze kukukimbia, lazima uweze kumpinga kwanza. Shetani aweze kukimbia kwenye biashara yako bila kumpinga. Shetani aweze kukimbia kwenye kazi zako bila kumpinga. Sasa unampingaje? Unaweza kumpinga kwa njia ya maombi. Utaingia kwenye maombi yako, utasema hivi, Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ewe shetani, ninakupinga kuanzia sasa. Toka, achia kazi yangu, toka, achia ndoa yangu, toka, achia biashara yangu, toka, achia watoto wangu, toka, achia elimu yangu. Kuanzia siku ya leo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, yote uliyokula utakwenda kuyatapika kuanzia sasa, katika jina la Yesu. Amen. Na mstari wa 13 wenye nguvu sana, ambao wachawi na waganga watamani wewe uweze kujua, ni ule mstari unaotoka kwenye kitabu cha Efeso sura ya 6 na ule mstari wa 11 inayosema, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Mstari huu unakwambia kwamba unatakiwa kuweza kuzivaa silaha zote za Mungu. Silaha zote za Mungu ni pamoja na nini? Ni pamoja na maombi. Kwa utaingia kwenye maombi, utasema, Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, siku ya leo ninampinga kila shetani, kila pepo anayefanya kazi kwenye maisha yangu, anayefanya kazi kwenye biashara yangu, anayefanya kazi kwenye yote yale ninayomiliki. Kuanzia sasa, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninapinga kila pepo, napinga kila shetani linalofanya kazi kwenye maisha yangu kwa namna moja ama nyingine, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Na mstari wa 14 wenye nguvu sana ni ule mstari unaotoka kwenye kitabu cha Efeso sura ya 6 na ule mstari wa 12 inayosema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa kiroho. Mstari huu unakuonyesha kwamba kila vita unayopitia chanzo chake ni katika ulimwengu wa kiroho. Hiyo ndoa kwa nini inasumbua? Ndoa inasumbua sio kwa sababu mume wako ni msumbufu, sio kwa sababu mume wako ni mlevi, ila kuna kitu ambacho kiko nyuma kinachomfanya mume wako awe msumbufu. Kuna kitu ambacho kiko nyuma kinachomfanya mume wako awe mlevi. Kwa hiyo unaweza kuingia kwenye maombi ukasema, Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila vita iliyopo katika ulimwengu wa kiroho, kila matatizo ambayo yanaonekana katika ulimwengu wa kimwili kwenye maisha yangu, lakini vyanzo vyake ni katika ulimwengu wa kiroho, kuanzia siku ya leo ninaangamiza hivyo vyanzo vyote katika ulimwengu wa kiroho kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Hivyo vyanzo vya kiroho vya kipepo vinavyosababisha vita hii kwenye maisha yangu na viangusha kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Na mstari wa 15 wenye nguvu sana ni ule mstari unaotoka kwenye kitabu cha Korinto wa pili ile sura ya 10 na ule mstari wa 4 inayosema, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Mstari huu unakuonyesha kwamba silaha zetu sisi sio mabomu, silaha zetu sisi sio bunduki, lakini zina nguvu zikiwezeshwa na Mungu katika ulimwengu wa kiroho hata kuangusha ngome. Ngome ninazozungumzia hapa ni ngome gani? Ni ngome za kipepo, ni ngome zilizofunga maisha yako, ni ngome ambazo zinafanya watoto wako wasiweze kusoma, ni ngome ambazo zinaweza kufanya wewe usiweze kufanikiwa. Kwa unachokifanya, unaingia kwenye maombi yako na unasema, Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaangusha kila ngome inayosimama kwenye maisha yangu kuanzia sasa. Ninaangusha kila ngome inayosimama kwa watoto wangu kuanzia sasa, kila ngome inayosimama kwenye vizazi vyangu kuanzia sasa, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Na mstari wa 16 wa Biblia wenye nguvu sana ni ule mstari unaotoka kwenye kitabu cha Warumi sura 8 na ule mstari wa 31 inayosema,
basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Mstari huu unakuonyesha kwamba Mungu siku ya leo yuko upande wako, hakuna aliye juu ya maisha yako. Mungu yuko upande wako, hakuna mganga aliye juu ya maisha yako. Mungu yuko upande wako, hakuna mchawi aliye juu ya maisha yako. Kwa hiyo utakachokifanya, utaingia kwenye maombi, utasema Baba, kwa mamlaka ya jina Yesu, wewe ukiwa upande wangu, hakuna shetani aliye juu yangu. Wewe ukiwa upande wangu, hakuna mchawi atakayeweza kuwa juu yangu. Wewe ukiwa upande wangu, hakuna mchawi yoyote ambaye anaweza kusumbua biashara yangu, watoto wangu, kazi zangu ama biashara zangu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Amen. Na mstari wa 17 wenye nguvu sana ni ule mstari unaotoka kwenye kile kitabu cha Zaburi sura 118 na ule mstari wa 17 inayosema, sitakufa bali nitaishi, nami nitasimulia matendo ya Bwana. Unaona, mstari huu unakuonyesha kwamba wewe hauwezi kufa ila utaishi. Na kwa nini utaendelea kuishi? Ili uweze kuyasimulia matendo ya Bwana, ni namna gani alivyokuokoa kutoka kwenye huo uchawi unaopitia, ni namna gani alivyokuokoa kutoka katika hayo mateso unayopitia. Mstari hii ni mstari ya ukiri. Kwa utaingia kwenye maombi ya kukiri, utasema Baba, kwa mamlaka ya jina Yesu, sitakufa. Ugonjwa huu hautaniua, tatizo hili la biashara haitaniua, ndoa hii haitaniua, bali Mungu nitaishi ili niweze kuyasimulia matendo makuu ulionifanyia kwenye hii ndoa yangu, ulionifanyia kwenye huu ugonjwa niliokuwa nauma, ulionifanyia kwenye hii shida niliokuwa napitia. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Na mstari wa 18 wenye nguvu sana ni ule mstari unaotoka kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28 na ule mstari wa 7 inayosema, Bwana atawafanya adui zako wakushambuliao wapigwe mbele yako, watakuja kwa njia moja, nao watatawanyika mbele yako kwa njia 7. Unaona, mstari huu unaonyesha kwamba adui kuja kwenye maisha yako atakuja, mtesi kuja kujaribu kwenye maisha yako atakuja, wachawi watakuja, lakini watakapokuja Mungu atawatawanya mbele zako. Hataweza kufanya vile vitu wanavyovifanya kwenye maisha yako. Hataweza kukupiga vita, hataweza kukuangusha, hataweza kukufanya wewe ufe, lakini wakija kwenye maisha yako Mungu atawatawanya. Kwa utaingia kwenye maombi siku manane, utasema Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai, kila mchawi na kila mganga ambaye anafanya kazi kwenye maisha yangu wapigwe na kutawanyika kwenye kazi yangu, wapigwe na kutawanyika kwenye biashara zangu, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Na mstari wa 19 wenye nguvu sana ni ule mstari unaotoka kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 14 na ule mstari wa 14 inayosema, Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Mstari huu unakuonyesha kwamba vita sio kwako, vita ni ya Bwana. Mstari huu unaonyesha kwamba vita ulionayo haupigani peke yako, ila unapigana pamoja na Bwana. Kwa hiyo utakachokifanya, utamkabidhi Mungu vita yako. Utaingia kwenye maombi, utasema Baba, kwa mamlaka ya jina Yesu, ninakukabidhi vita vyangu kuanzia sasa. Bwana ukanipiganie. Mungu, nimekuwa nikipigana kwa akili zangu kwa muda mrefu, nimekuwa nikipigana kwa nguvu zangu kwa muda mrefu, lakini Bwana, siku leo ninakuachia wewe, mimi nanyamaza kimya. Bwana kanipiganie na watesi wangu, Bwana kanipiganie na wachawi wanaonisumbua, mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Lakini mstari wa 20 wenye nguvu sana ni mstari unaotoka kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 18 na ule mstari wa 2 inayosema, Bwana ndiye mwamba wangu na ngome yangu na mwokozi wangu na Mungu wangu, mwamba wangu, nitamkimbilia yeye, ngao yangu na pembe ya wokovu wangu na ngome yangu. Kwa hiyo mstari huu unakuonyesha kwamba Mungu ni kila kitu kwako. Yaani unamwambia kwamba Mungu, wewe, bila wewe mimi sio kitu chochote. Mungu, bila wewe mimi siwezi kufanya kitu chochote. Bila wewe I'm nothing. Dunia itaniua, wachawi wataniangamiza, waganga wataniangamiza, maadui watanimaliza. Mstari huu unakuonyesha kwamba unaweka uaminifu wako au unaweka ile trust yako yote mbele za Mungu. Kwa hiyo ukiwa kwenye maombi ya usiku manane, unaweza ukaingia kwenye maombi ukasema, Baba, kwa mamlaka ya jina Yesu, wewe peke yako ndio Mungu wangu. Wewe peke yako ndo mwamba wangu, wewe peke yako ndo ngome yangu, wewe peke yako ndo mlinzi wangu, wewe peke yako ndo kila kitu kwangu. Bwana Yesu, ninaweka kila kitu mbele zako kwa mamlaka ya jina Yesu. Baba, yote nakuachia wewe, kwa kuwa Bwana mimi nakuamini. I put my complete faith and trust in you. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth I pray. Amen. Na mstari wa 21 wenye nguvu sana ambao wachawi na waganga wanaogopa kuliko yote ni ule mstari unaotoka kwenye kile kitabu cha Nahumu ile sura ya 1 na mstari wa 7 inayosema, Bwana ni mwema, ni ngome siku ya taabu, naye huwajua hao wamkimbiliao. Mstari huu unakuonyesha kwamba Mungu ndio ngome yako, Mungu ndio mambo yako, lakini sio hivyo tu, bali Mungu anakujua wewe. Kwa utaingia kwenye maombi ukiwa na imani na confidence kubwa sana, utasema, Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, wewe peke yangu ndio mwamba wangu, wewe peke yako ndio ngome yangu. Bwana, unanijua, unajua mateso ninayopitia, unajua shida ninazopitia, unajua vipingamizi ninavyopitia. Bwana, njoo na uniokoe, njoo na unipiganie kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Na kama umebarikiwa sana na maombi haya pamoja na mistari hii ya Biblia ambayo ni kama mwongozo wa wewe kuingia kwenye maombi, basi unaweza kujiungamanisha kwa njia ya sadaka yako kupitia namba zetu za simu ambazo zinaonekana hapo chini kwenye skrini yako. Na utakapokuwa unafanya hivyo, unavyojiungamanisha, Mungu akubariki sana na akuzidishie pale ulipotoa na akakupigania kwenye vita vyako.
katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Lakini pia nimeandika kitabu chetu kizuri sana kinaitwa Ndoto na Tafsiri Zake. Kwenye kitabu hichi nimetoa tafsiri zaidi ya 70 za ndoto kama hapa nilipokuwa naelekeza, na kwenye kitabu hichi nimeelekeza hivyo hivyo. Kila ndoto, unaota huko shuleni, unaota huko vijijini ulikozaliwa, unaota unapigana, ni nini maana yake na ni namna gani ya kuweza kusimama kwenye maombi na ni mistari ipi ambayo unaweza kusimamia. Kitabu hiki kinauzwa shilingi 10,000 tu. Unaweza kujipata kwa njia ya hard copy, lakini pia unaweza kujipata kwa njia ya soft copy. Ukiwa unahitaji, utachukua namba zetu za simu ambazo zinaonekana hapo chini upande wako wa kulia wa chini wa skrini yako, utatafuta WhatsApp na utasema ninahitaji kitabu. Na muda huu tumefikia mwisho wa somo letu. Kama bado haujasubscribe channel yetu na umebarikiwa sana siku ya leo, unaweza ukasubscribe pale ulipo, ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza kulike mahali pale. Mungu akubariki sana. This is Apostle Jose Sengo. Amen. Shalom. Peace.